Bana jana siku ya Alhamis March 27, 2025 pale Ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam mbele ya Rais Samia Suluhu Hassan kulikuwa na kikao ambacho kiliwahusisha mkaguzi mkuu wa serikali kwa maana ya CAG ndugu Charles Kichere ambaye pia aliongozana na mkuu wa TAKUKURU ambapo jana walikuwa wanatoa ripoti juu ya uchunguzi na vitu vingi ambavyo vinaendelea hapa nchini. Na tukianza na mkaguzi mkuu wa serikali kwa maana ya CAG bwana Charles Kichere, yeye jana alianza kwa kutoa tathmini au alianza kwa kuzungumzia deni la taifa la Tanzania mpaka sasa hivi limeongezeka kiasi gani. Sasa alianza kwa kusema deni la serikali limeongezeka kufikia shilingi trilioni 97.35, ambapo hii ni kutoka Juni 2024 ambapo ilikuwa ni trilioni 82.25 kwa mwaka 2022-2023. Hapa naomba unielewe kwamba hili deni la shilingi trilioni 97.35 hili ni la Juni 30, 2024 mpaka jana walipokuwa wanatoa hiyo ripoti. Lakini kutoka au mwaka 2022 2023 deni lilikuwa ni trilioni 82.25. Sasa ukipiga mahesabu hapo utanambia limeongezeka kiasi gani. So deni linazidi kuongezeka, halipungui. Akikabidhi ripoti ya CAG kwa mwaka wa fedha 2023-2024 kwa Rais Samia Suluhu Hassan, CAG amesema deni hilo bado ni himilivu kutokana na viashiria vikuu alivyovitaja ikiwemo thamani halisi ya deni na pato la taifa. Mpaka kufikia Juni 30, 2024 deni la serikali lilifikia shilingi trilioni 97.35. Kiasi hiki kimeongezeka kutoka shilingi trilioni 82.25 ikiripotiwa mwaka wa fedha 2022-2023. Ni sawa na ongezeko la shilingi trilioni 15.1 ambayo ni sawa na asilimia 18.36. Amesema deni hilo linajumuisha deni la ndani ambalo ni shilingi trilioni 31.95 na deni la nje shilingi trilioni 65.40. CAG amesema tathmini la uendelevu wa deni la serikali imebaini kuwa deni la taifa bado ni himilivu. Viashiria vikuu vinavyoonyesha kuwa thamani halisi ya deni la nje ni asilimia 23.6 ya pato la taifa, chini ukomo wa asilimia 40, na deni la jumla ni asilimia 41 ya pato la taifa, chini ya ukomo wa asilimia 55, alisema. Kwa mujibu wa Kichere, malipo ya deni kwa mapato ya mauzo ya nje ni asilimia 127.5, chini ya ukomo wa asilimia 180, na malipo ya deni kwa mapato ya serikali ni asilimia 14.5, chini ya ukomo wa asilimia 18. Lakini pia aliendelea kutoa ripoti juu ya sehemu mbalimbali ambazo anazichunguza, na ripoti nyingine ilikuwa ni bilioni
441 plus ni hasara kwa mashirika ya TTCL, TRC na ATCL. Haya ni mashirika. TTCL ni shirika la mawasiliano, lakini TRC ni shirika la reli Tanzania, wakati ATCL ni shirika la ndege. Sasa yeye amebaini kuna hasara zaidi ya shilingi bilioni 441. Mashirika kadhaa yalipata hasara. Shirika la reli Tanzania TRC ilipata hasara ya shilingi bilioni 224 ikilinganishwa na hasara ya shilingi bilioni 102 ya mwaka uliopita. Hasara hiyo ilichangiwa na uhaba wa usafirishaji ukitokana na uhaba wa vichwa vya treni na mvua kubwa iliyosababisha njia kufungwa kwa miezi minne. Kama ruzuku isingetolewa, shirika lingepata hasara ya shilingi bilioni 253. Hasara hii ni hadi Juni 30, 2024 kabla ya kuanza kutumika kwa treni ya SGR, maana ya Standard Gauge Railway. Shirika la mawasiliano Tanzania TTCL ilipata hasara ya shilingi bilioni 27.78 mwaka wa fedha wa 2023-24. Ongezeko hili ni kutoka shilingi bilioni 4.32 ya hasara kwa mwaka uliopita. Hasara hii ya mwaka huu inachangiwa na ongezeko la gharama baada ya kuhamishwa mkongo wa taifa na kituo cha taifa cha data. Kampuni ya ndege Tanzania ilipata hasara ya shilingi bilioni 91.8 ikiwa ni ongezeko la asilimia 62 tofauti na ilivyokuwa mwaka uliopita. Hasara hiyo imetokana na gharama kubwa za matengenezo ya ndege na hitilafu za injini, ambapo ndege za Airbus zilikaa muda mrefu bila kufanya kazi zikisubiri injini. Kampuni ilitumia shilingi bilioni 91.8 ikiwa ni ruzuku kutoka serikalini, na kama isingetolewa, hasara halisi ingekuwa shilingi bilioni 191.6. Charles Kichere, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, yeye ndo alitoa ripoti hiyo. Lakini hakuishia hapo. Bwana Charles Kichere alitoa tathmini pia ya taasisi zinazodai bilioni 311.98 imo bishahara na mishahara pia imo ndani ya deni hilo. Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG Charles Kichere amesema watumishi wa umma katika taasisi 269 wanadai shilingi bilioni 311.98 ikiwemo mishahara, gharama za usafiri wa mizigo kwa wastaafu na marupurupu ya kisheria kwa viongozi wa idara. Amesema katika madeni hayo serikali kuu inadaiwa shilingi bilioni 271.8. Mamlaka za serikali za mitaa zinadaiwa shilingi 24.54 bilioni, wakati mashirika ya umma yakidaiwa yanadaiwa shilingi bilioni 12.64. CAG ameyasema hayo jana wakati akimkabidhi Rais Samia Suluhu Hassan taarifa ya mwaka ya taasisi ya kuzuia kupambana na rushwa, yani TAKUKURU, pamoja na ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu
wa serikali CAG Ikulu ndogo jijini Dar es Salaam. Wakati hayo yakiwa yanaendelea kwa CAG, lakini kwa kuongezea pia alitoa tamko la kuifunga kabisa kampuni ambayo ilikuwa imepewa tenda ya kutengeneza nguzo za zege kwa ajili ya kutengeneza kupitisha umeme, akisema hiyo shirika limeingiza hasara kubwa. Takribani bilioni 6 ilikuwa imepewa shirika hilo, kwa kuanza na bilioni 4 ambazo zingetumika kutengeneza nguzo hizo na bilioni 2 kwa ajili ya usambazaji wa nguzo hizo, lakini hamna kilichofanyika na pesa zimetumika vibaya. So anamuomba rais kwa busara zake angeivunja shirika hilo na hiyo tenda kupewa TANESCO wenyewe ndo waifanye. Hiyo pia ilikuwa imeongezwa kwenye ripoti hiyo. Lakini wakati hayo yakitolewa na CAG, huku pia tunaarifiwa kwamba TAKUKURU yachunguza tuhuma 285, taarifa ya CAG. Kauli hiyo imetolewa March 27, 2025 kwa maana ya jana na mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Crispin Chalamila wakati wa kukabidhi taarifa ya utendaji kazi ya mwaka 23-24 kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan Ikulu jijini Dar es Salaam. Kutokana na tuhuma hizo, tuhuma 145 zilifungwa kwa kukosa ushahidi unaothibitisha vitendo vya rushwa pasipo shaka, beyond reasonable doubt. Tuhuma 140 zilifungwa majalada na uchunguzi wake kukamilika, ambapo watuhumiwa walifikishwa mahakamani. Katika kesi 140 zilizofungiwa mahakamani, kesi 55 zimeamuliwa na jamhuri ilishinda kesi 41, kesi 4 zimeondolewa mahakamani na kesi 81 zinaendelea kusikilizwa katika hatua mbalimbali, alisema mkurugenzi huyo. So jana ilikuwa ni hivyo ambacho kilikuwa kinaendelea pale Magogoni mbele ya Daktari Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye alikuwa anapokea ripoti ya taasisi hizo mbili, kwa maana ya TAKUKURU lakini pia na ofisi ya mkaguzi mkuu wa serikali kwa maana ya CAG, walipokuwa wanatoa ripoti zao. Lakini baada ya kutoa ripoti hizo, rais alitoa kile ambacho yeye atenda kukifanya, na akisema tutafanyia kazi ripoti ya CAG na TAKUKURU. Rais Samia Suluhu Hassan amesema serikali iko tayari kuendelea kufanyia kazi maoni na mapendekezo yaliyotolewa ndani ya taarifa ya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU, pamoja na taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa maana ya CAG. Ameyasema hayo wakati akipokea taarifa ya mwaka ya utendaji kazi ya TAKUKURU kutoka kwa mkurugenzi wa taasisi hiyo Crispin Chalamila, pamoja na ripoti ya mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali Charles Kichere Ikulu jijini Dar es Salaam. Katika hotuba yake, rais ameeleza kuwa ukaguzi uliofanywa na CAG unatoa taswira ya matokeo ya hatua zinazochukuliwa na serikali katika kuadhimisha kuzimarisha taasisi za umma nchini ili ziweze kutumia vizuri rasilimali za serikali, lakini pia ziweze kufuata taratibu zinazotumiwa katika matumizi ya rasilimali hizo. Aidha, Rais Samia ameongeza kuwa licha ya mapungufu yaliyotajwa katika ripoti hiyo, ni faraja kuona kuwa kumekuwa na ongezeko la ufanisi katika matumizi ya rasilimali za serikali. So hayo ndiyo ambayo yaliendelea Ikulu ya Dar es Salaam hapo jana
kwenye kupokea ripoti ya TAKUKURU, lakini pia na ripoti ya mkaguzi na msimamizi wa serikali kwa maana ya CAG.